Bwana Yesu asifiwe mtazamaji. Nikukaribishe tena katika chaneli yetu ya YouTube Chumba cha Siri. Tupo tena ndani ya Chumba cha Siri. Nikuombe uwe nasi mwanzo mwisho. Leo tunaendelea na somo la mwanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo kuna kitu kizuri utakipata hapa. Amen. Na tuendelee pia kujichunguza. Hakika. Nataka tumwambie Mungu atufinyange tuwe wanafunzi wa Yesu kweli. Ukiwa mwanafunzi wa Yesu natakuwa ujae neno ndani yako. Natakuwa usiwe na makando kando. Natakuwa usibebebebe vitu ambavyo vinakuchelewesha kuwa wewe mwanafunzi wa Yesu. Ukaribishe mtumishi, mkaribishe Roho Mtakatifu kwa sababu ndio kiongozi wetu. Atuongoze katika safari ya kuwepo katika somo hili. Amen. Amen. Tuombe. Baba yetu, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, tunakushukuru Mfalme, tunakutukuza, tunalibariki na kuliinua jina lako, jina lenye nguvu, jina lenye uweza, jina lenye mamlaka, jina lipitalo majina yote, jina la Kristo Yesu. Asante kwa uaminifu wako mkubwa kwenye maisha yetu. Asante kwa yote ambayo umeendelea kuyatenda kwetu. Tunaendelea kuziona baraka zako kila itwapo leo katika kila hatua za maisha yetu. Haujatuacha wala kutupungukia. Hata kama tumepita katika hali ngumu, lakini bado ukuu na uweza wako, pendo na amani yako vimeendelea kuwa pamoja nasi watoto wako. Ni muda mwingine tena tuko Chumba cha Siri. Asante kwa sababu Baba utakuwa pamoja nasi. Roho Mtakatifu, mwalimu wetu, kiongozi wetu, utatuongoza vema, utatuelekeza vizuri, ili yote ambayo tumekusudia kuyaachilia mahali hapa ukaonekane mwenyewe. Tunakataa roho zote ambazo ziko kinyume kabisa na kusudi lako Mungu. Tunasimamisha mapenzi yako, amani yako, utulivu utokao kwako viendelee kuwa pamoja nasi. Asante kwa ajili ya mtazamaji wa kipindi hiki. Tunaamini kabisa katika yote ambayo tumetembea nayo, tunaamini hakuna ambacho hujapokea, hakuna ambacho hujaokota. Tunaamini kabisa kuna kitu umetoka nacho. Na tunaendelea usirudi nyuma, endelea kusonga mbele tukiutafuta uso wa Mungu. Katika kumtafuta Mungu tutamuona, kwa kuwa alisema niangalieni mimi mkaokolewe. Tunaamini kabisa tukimtazama Bwana tutaokolewa. Tutatoka kwenye magumu, tutatoka kwenye hila, tutatoka kwenye mambo ambayo fanye tupige hatua kutoka hatua moja kwenda nyingine. Tutasonga mbele tukiutafuta uso wa Mungu. Na katika kumtafuta Mungu tutashinda tena na zaidi ya kushinda, kwa sababu tunachojua Kristo ametangulia kushinda. Kwa hiyo na sisi tutashinda kwa sababu tumekuwa wafuasi wa Kristo. Baba, tusaidie tuwe wanafunzi wazuri wa Yesu. Tusaidie tutembee kwenye mapenzi yake. Tusaidie tutembee kwenye neno lake. Tusienende kwa akili zetu za kibinadamu, tutembee kwenye kichwa chake na kwenye kusudi lake Mungu. Jinsi alivyotuita tutembee kwake, tuenende sawa sawa na mapenzi yake. Roho ya kwenda wenyewe, roho ya mazoea tuikatae, bali tuendelee kujitia bidii, kujitia nguvu ili kutafuta uso wa Mungu. Asante Mungu kwa kuwa neema yako itaendelea kutufunika. Asante Mungu kwa kuwa pendo lako litaendelea kutufunika. Asante Mungu kwa kuwa amani na utulivu itaendelea kutufunika. Asante kwa ajili ya kipindi ambacho kiko mbele yetu. Roho Mtakatifu, mwalimu wetu, simama upande wetu. Tunapoenda kukiachilia kipindi hiki, ukaendelee kuwa pamoja nasi ili mtazamaji apokee kile ambacho kinatoka kwa Mungu. Tunashuka na kupungua, bali Kristo tunakuinua. Ni katika jina lipitalo majina yote, jina la Kristo Yesu uliye Bwana na Mwokozi wetu. Baba, tumeomba na kukushukuru. Amen. 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 Asante sana. Amen, mtumishi. Karibu tuendelee na somo letu. Amina Irene, Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunaendelea leo ni kipindi cha 3 Ndiyo. Mwanafunzi wa Yesu. Mwanafunzi wa Yesu. Agizo kuu la Yesu. Ndiyo. Alisema enendeni ulimwenguni wote mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu. Hili ndo agizo kubwa. Alinipiga ua garagaza, ndo aliloliacha. Ina maana ni mimi, ni wewe, ni yule tunatakiwa tuwafanye watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Hakuna aliyepewa hii taski yeye kama yeye. Ni watu wote. Ndio maana pale mwanzo nilikwambia ingekuwa ni wachungaji ndo wamepewa hii kazi, wangeandikwa pale. Umenielewa? Enendeni wachungaji, na maana sisi tungekaa tukatulia. Kwa hiyo wachungaji ndo wangekuwa na kazi ya kufanya watu wawe wanafunzi wa Yesu. Sio wachungaji. Ni watu wote ambao ni mimi, wewe, yule na yule. Bwana asifiwe. Tuko pamoja. Kwa hiyo lazima tuhakikishe hili jambo tunalifanya. Niliuliza hapo nyuma na nitaendelea kuuliza kwa faida mtazamaji huyu mpya ambaye anaanza kutufuatilia. Niliuliza swali, ili uwe mwanafunzi wa Yesu unataka uwe mtu wa namna gani?
kama unakumbuka nilikujibu na Na nilikujibu. natakuwa umjibu mtazamaji. Sasa kwanza nilikujibu wewe, hebu nikumbushe nilikujibu. Ni mtu ambaye umejaa neno. Ni mtu ambaye una roho ya Mungu ndani yako. Kwa sababu huwezi kuwa mwanafunzi wa Yesu kama una neno alafu huna neno, hujui kuomba, huna kauli nzuri. Kwa sababu hao watu wanakuwa tusemeje, tunatoka tuende kwa upole. Yes. Ukiende kwa ukali hawataweza kwamba unamhitaji uwepo katika yani tusemeje, mtu akiwa mdogo kiroho ni kama vile mtoto mdogo. Sasa mtoto mdogo ili aweze kuelewa, ukimfundisha kwa ukali kukosi hata jua kama unamfundisha. Kwa hiyo nitakuwa useme naye kwa upole, umueleweshe. Yani Irene, tusiende mbali. Hivi vitu vya rohoni na mwilini huwa havipishani sana. Chukulia mwanafunzi wa awali na wa darasa la tuanzie la 3, la 4, la 5. Ufundishaji wao ni sawa? Sio sawa. Inakuwa ni vitu viwili tofauti hapo. Kwa hiyo huyu awali anashaelewa akifanya kitu ambacho unajua hapa anapacheza, utachukua fimbo, utamwadhibu kwa sababu anaelewa kwa nini anafanya kinyume na hapa ambapo nimemwelewesha ama nimemwelekeza. Kwa hiyo huyu mtoto huyo mdogo wale haelewi. Kwa hiyo italazimika uende kwa upendo kumwelewesha, kwa sababu utatafuta hata mbinu zingine kusudi ajue huyu anataka kuniambia nini. Ina maana kwanza utamtengeneza kisaikolojia. Kwanza kukubali wewe. Kwa hiyo Irene, lazima na wewe uhakikishe uko kwenye mazingira fulani ili ukavune nafsi imrejee Kristo. Huwezi kwenda tu kienyeji. Lazima kwanza wewe uwe umetengenezwa kabisa. Ukubalike. Wao, umenipa neno zuri. Lazima kwanza wewe ukubalike kabisa. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Nilikwambia kanisa lolote lile lina makundi 5. Juzi tulifikia kundi la ngapi? Tulienda kundi la 3 kama la 3. Tukasema kundi la 3 ni mwanafunzi wa awali. Yaani huyu kidalili cha kumfuata Yesu kama kinaonekana fulani, si ndio? Si ndio? Unanielewa? Nakuelewa. Unanielewa? Ukaniambia sababu nilijitolea mfano pale nikasema mimi kama ni mwanafunzi ni mtoto ninaanza kukaa. Ulisema kutembea. Kumbe ulienda mbali. Vizuri, Mungu akubariki. Amen. Barikiwe sana Irene. Amina. Sasa tunaenda kundi la namba 4. Amina. Kundi namba 4. Leo nezi tunamaliza ile somo. Sababu una makundi 5. Na maana tumemaliza 3, na la 4 na maana la 5. Hawa ni wanafunzi waliokoma. Wanafunzi waliokoma ni ngazi ya juu na ni wachache sana. Ni ngazi ya juu na ni wachache sana. Wengi tunawapata kwenye kundi namba 1, namba 2. Kwenye namba 3 hapo wengi ndio wako hapo sasa. Kwenye namba 4 hapo. Na hawa wanamfuata Yesu kwa ajili ya mambo haya. Nisikilize vizuri. Kwenye kundi la 4 sasa. Hili ni kundi namba 4, ni wanafunzi waliokoma. Yaani hapo Irene naona kwamba hapana. Yaani huyu Yesu nimepona sijapona bado Yesu ni maisha yangu. Amenijibu hajanijibu bado Yesu nampenda. Unaona yaani hawa kuna hiyo hali. Lakini Irene leo kuna mtu ambaye sasa mimi Yesu mbona simuelewi? Nimeomba sana. Anambia omba. Mbona nimeomba sana? Uwe na muda, yani subiri, yani tuseme niongee lugha gani pale. Anakuambia kama ni kufunga nimefunga sana. Kama ni unaniambia niombe nijipe muda, nimejipa muda sana. Lakini bado sijajibiwa. Mtu wa namna hiyo atakuwa ambiwe. Mwingine anasubiri kuolewa hajaolewa na muda. Alafu mwingine anasubiri kupona hajapona na muda na naomba. Mwingine anasubiria kupata kazi, hajapata kazi na naomba bado na muda. Lakini yani moyo wake sasa umechoka, umekata tamaa. Lakini maandiko yako wazi, tumeambiwa ombeni bila kukoma. Kesheni maana mjui siku wala saa. Ina maana wewe endelea kuomba. Kile ambacho cha kuchelewa naamini kinakuwa kina baraka zaidi. Yes. Kimebeba baraka. Na mpaka kinacheleweshwa. Mungu ana makusudi. Unajua wakati mwingine Irene, Mungu anaweza kukushushia hapa jambo fulani likakutia wazimu. Lakini hapo unaweza kujua katika kuomba. Yamkini unaomba kuolewa. Kuna mahali ambapo hujanyosha Kiswahili amkini vizuri pale.
unasema Mungu nikumbuke na mimi. Nikumbuke kwenye katika lipi? Tamka. Naomba nafasi na mimi nipate familia. Mume. Tena usiombe mchumba. Wengine wanaomba wachumba. Mwingine anasema nikumbuke mimi. Mimi nani? Beatrice. Kwa nitakuwa kumbe lazima kutamka jina lako. Utaje ujitamke, alafu katika hiyo kujitamka kumbusha na ahadi za Mungu. Unajua Mungu Bwana ametupa ahadi. Umeniambia katika maandiko yako kwamba ombeni lolote kwa jina langu nami nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mungu ameniambia niombe. Nami naomba Yesu Kristo kwa jina lako, naomba hichi kitu 1 2 3. Lakini leo hata ahadi ya Mungu hatuweki. Yes. Hatufuatili maandiko. Lakini hatuko tayari kusikia Mungu anasema nini. Na Mungu anasema analiangalia neno lake. Mungu anajibu. Anakujibu kwanza rohoni. Yaani chochote ambacho kinakuja katika hali ya mwili kinaanza kujibiwa katika hali ya kiroho. Sasa rohoni Mungu amekwambia kitu gani? Yamkini katika kuomba kwako Mungu anakuambia ndio, umeomba nimesikia, lakini kuna hiki kisiki hapa, ngoa. Wewe muda wa utulivu wala hutaki kuongea. Akamwambia hapa ili uvuke, toa hiki. Huwezi kuvuka, huwezi kwenda ng'ambo mpaka hiki kifanye nini? Lakini ni kama kwenye hivi huwa ni nini? Ni Zaburi ni Mathayo. Anasema ondoeni jiwe. Ni Mathayo. Ni Mathayo. Anasema ondoeni jiwe. Sasa lile jiwe limetufanya tusipokee. Unalo tu. Yaani imani yake imeng'ang'ana. Kama pale ni nani Lazaro wakati amekufa, Yesu wakati anaenda, dada yake alimwambiaje? Nimwambia ungekuepo. Ndugu yangu asingefanya nini? Singekufa. Yesu akamwambia ondoa lile jiwe kwa kaburi. Akamwambia tuweze kuondoa, ameshakufa na siku yani ananuka. Kashanuka sasa. Mungu akamwambia sijakwambia kiamini unafanyaje? Yatakuwa sawa. Leo imani iko huko Irene. Yani ndio hivyo sasa. Yani kwenye hilo fumbo la Lazaro ndio lipo mpaka leo hii watu wanaweka imani gumu. Kwamba mimi na miaka 35 na miaka 40 na miaka 45 mimi sijaolewa sasa. Yani kashajiwekea jiwe yani kashaliweka. Yani hayuko tayari tena kulitoa kwa sababu anaangalia miaka. Na kuolewa sio miaka. Juzi tumemwozesha mtu wa miaka 40 au 50 sijui. Lakini ni kitu kama hicho. Kuolewa sio miaka. Kwa hiyo watu kwa hiyo Irene, Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Yetu imekuwa ni sababu pia ya kufunga, yani imani. Na wakati mwingine tumejifunga hata kwa vinyo. Kuna binti mmoja, ngoja nikupe kitu kimoja ukisikie. Kuna binti mmoja alisema, mimi sitakaa niolewe mpaka nihakikishe nimewajengea wazazi wangu nyumba. Unaona sasa nyumba hajaijenga. Na kuolewa bado hajaolewa. Amejifunga. Wewe una ahadi na Mungu. Yani wewe unazijua baraka zako zikoje, hela utapata kiasi gani? Yani umejifunga. Kwa maana hiyo si nisemeje? Kama labda ndo nasubiria yamkini ungeolewa baraka za pesa zinafunguka. Na huyo ndo wale nimeomba sana, nimefanya nini? Unaomba mume, lakini kumbe kuna neno ulitamka. Na ni tayari lile neno limedakwa. Kuna mwingine anasema hivi, walitamkiana na mchumba wake akasema sisi tusioane tuzae tu mtoto. Sisi tusioane tuzae tu mtoto. Yaani tusiishi pamoja, tusifunge ndoa. Ni wachumba au ni wapenzi? Wapenzi, yani wako kwenye mahusiano. Yani wao wazazi bado hawajawatambua. Ila wenyewe wakishajiwekea agano kwamba sisi tuzae tu lakini tusifanyaje? Na yani binti kakubali, kijana kakubali. Sasa ifikia mahali sasa wanataka kuoana, agano linawafunga. Mwenye anayekumbuka ni huyu mmoja. Ni mmoja ndio akagundua hichi kitu kijakaa sawa. Kuna kitu tulitamkiana. Kwa sababu kunakuwa kama vile sasa kuna upinzani. Nikamwambia kutakuwa kuna kitu ambacho akasema sisi wenyewe na sisi itakuwa sababu ndio hii. Sababu gani? Akasema tuliapiana kwamba tuzae pasipo kufunga ndio tusioane. Nikamwambia sasa leo mnataka kuoana. Leo ni vipi sasa? Kwa hiyo kitu ambacho nakuwa ni kigumu pale. Basi itabidi tung'oe nini? Hilo pando agano ile. Sasa aliweza kuongelewa kwa moja. Lazima nyote wawili tukae pamoja, hicho kiapo kitoki. Kiapo kisipotoka ni shida. Sasa Irene, wangapi wamepata neema ya kutambua hicho na wakaribu waliojinenea? Wengi ambao unakuta akiolewa kwenye ndoa haiwezi kuishi kwa sababu aliweka kiapo sehemu nyingine. Wengine wanachanjiana damu. Kuna mmoja binti mmoja wanasema wenyewe walichanjiana vidole, si vidole vya pete, wakadondoshea ile damu kwenye glasi hii moja. Damu ya mwenzake na huyu wakachanganya kwenye ile maji ya glasi, yani kwenye glasi ya maji ya kunywa. Afu wakanywa ile. Kwa tumeweka agano tutaoana sisi. Hatutaka tuachane.
lazima tuoane. Sasa mwisho wa siku hawakufanikiwa, afanyaje? Kila mmoja akaenda kuoa, mmoja akaenda kuolewa. Agano ni kuweka na Yesu, ni kuweka na Yesu. Sasa angalia, mpaka mmechanja damu mmedondoshea na bado msioane. Sasa ndoa ya huyu haijaishi, ndoa huyu haijaishi, kwa sababu tu agano lipo linaishi, hawakuvunja. Kwa hiyo kuna mahali ambayo mtu ukiweka, yani waza vizuri. Yes, nimekuelewa. Yani waza vizuri kitu ambacho unakifanya, kwa sababu kitakuja kwa shida baadaye, afu utataka kufanyaje? Kutoa, huwezi, mpaka nguvu ya Mungu ingilie kati mahali hapo. Amina. Mungu akubariki. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hawa wanafunzi waliokomaa wanamfuata Yesu, wana mambo yao kama 3, 4, 5. La kwanza, mimi nitamfanyia nini Yesu? Haili nikuulize, ulimwengu tulionao leo, watu waliokuzunguka unapoabudu na nini, ni wangapi umewasikia wakiongea neno hili, nitamfanyia nini Yesu? Nitafanya nini kwa ajili ya Kristo? Nitafanya nini kwa ajili ya ufalme? Ni wangapi? Be frankly, niambie ukweli. Ni wachache. Wachache sana. Wachache sana, kwa sababu hata katika huduma ninavyoendelea kuifanya hapa, kuna wimbo uliimbwa, akawa nasikiliza wimbo, akasema mama, huwa kinanisumbua. Akasema leo hii akatokea Mungu mbele yangu, au akatokea Yesu mbele yangu, nitamwambia nini? Sina la kumwambia. Nikagundua kwamba yani ni wachache ambao wanapata shida ya namna hii. Kwa maana ndio, yani ujiweke sawa, yani jitafute, unamwambia nini Mungu huyu? Kwa maana sasa huyu anajitafuta lakini hana majibu. Asema mimi nitamwambia nini? Ukagundua ni wachache ambao wanakopo katika uwepo huko, tafakari ukuu wa Mungu. Ukiona mtu wa namna hiyo ana utafakari ukuu wa Mungu. Yani ndio maana anaweza kujikuta mtu anamwambia si nisemeje? Unakuta mtu anamwambia toa sadaka ndio uweze kufungua katika eneo hili. Yani sadaka ina ukubwa gani? Yani sadaka inaweza kawa ina nguvu ya kukufungua shida zako kuliko huyu Mungu? Hapana. Yani na sadaka basi, kama ni sadaka na wewe jitoe sadaka, kwa sababu yani huna ambacho unaweza kumfananisha na Mungu. Yani hata kama utoe ardhi yako, utoe nyumba yako yote, bado kwa Mungu haijao eti ni kwa sababu kuna kitu kikubwa sana ambacho kiko kwa Mungu. Yani hebu jitafakari wewe mwenyewe, kuanzia kuzaliwa kwako mpaka hapo ulipofikia, ulimpa nini Mungu? Ulimpa Mungu sadaka ili ukue maisha yako yote mpaka umekuwa mtu mzima sasa hivi? Yani tukarudi tena kumwambia sadaka, naambia watu sadaka ni ya kushukuru. Ni kumshukuru Mungu, sio ya kumuonga Mungu. Yani huna wewe kitu ambacho unaweza kumuonga huyu Mungu, yani huna zaidi ya wewe ni shukrani ya moyo tu, kwa sababu vyote ni vya kwake. Kwa hiyo tunachokirudisha pale, tunarudisha shukrani, yani tunamrudisha Mungu shukrani. Kwa sababu anaweza kukuuliza swali, umesema unanipa yote, ni ya kwako hivi? Swali ya kwako. Kwanza sikiliza Irene. Yani lazima hapo turudi tujitafute, tujiangalie. Tumeambiwa nchi na vyote sasa wewe unabeba sadaka. Kwanza ni ya kwake. Ni ya kwake, na anasema tunarudisha kwake shukrani. Kwa sababu si ya kwako. Irene. Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Wana matatizo lakini wanawaza kwa ajili ya wengine. Irene, hebu niambie hao watu. Najaribu yani kukufikirisha ulipo na mazingira yaliyokuzunguka. Hawa watu wana matatizo lakini bado anawaza yule, yeye wala anayo, sio kwamba hana, lakini anawaza yule. Ni wangapi? Uliweke vizuri hapo. Kwa sababu matatizo kwanza yanatofautiana. Naweza kuwa ni matatizo ya kimwili ambaye yanaanzia rohoni. Ndio tunayobeba hapa. Ambaye yanaanzia rohoni, ndio anakuja katika hali ya mwili. Lakini unachoniambia pale, mimi labda nina shida, lakini wewe binti pia una shida. Kwa hiyo ni wangapi ambao wanaacha shida zao kushirikia shida ya mwenzake? Ndio nakwambia. Ndio maana yangu, ndio wanafunzi waliokomaa. Ndio maana nakwambia ni ngazi ya juu. Hiyo ni kitu ambacho cha mtu binafsi. Kwanza cha kwanza hicho kitu uache cha kwako, ushirikie cha mwenzako. Sasa uwe na upendo. Haleluya. Unanikubalia kwamba ni wachache. Ni wachache sana. Ndio maana unaweza kujikuta, kwa mfano nenda kwenye mabasi tunaposafiri. Unakuta ni binti ana nguvu zake yuko vizuri. Akapanda labda mzee. Hana nguvu ya kusimama.
Yule binti hayuko tayari kusimama, ndo kwanza yule baba ili aweze kukaa. Ndo kwanza anakaa hivi. Atasema yeye amekata tiketi, ana hela, yani amelipia ile siti. Hayuko tayari kunyanyuka. Kwa tamwangalia mzee atateseka we. Lakini hayuko tayari kufanya nini? Kusimama kumpisha tiketi. Lakini leo hii unaweza kujikuta pia wengi, unakuta wanayesafiri, unakuta labda na mtoto mdogo amesafiri baba kwa shida, njaa, na ni tatizo hilo. Njaa lazima iume mtoto yule, lazima ume njaa. Kumbe mama hana hatamia kufanya nini? Kumnulia mtoto hata ile andazi njiani. Lakini wewe hapo na hela zako, umechoma nyama yako, una vitu vyako vya gharama nini, unakula hapo. Jirani yako ambaye umekaa naye siti moja, mtoto analilia, wewe uko tubize na kula zako, hala huna muda. Ni wachache sana Irene, hao wanafunzi waliokomani wachache. Kwa hiyo ni kwamba ni kitu ambacho kinaanzia ndani ya moyo. Yaani moyo wako uwe tayari mimi kumsaidia huyo. Usipokuwa tayari huwezi kusaidia. Nilikutana na nielezeje? Nilishangaa nikasema Yesu kumbe bado ana watu. Tulienda Melela kwenye msiba. Msiba na mama mmoja, ni rafiki yetu, anaitwa Mama Sembua. Alifiwa na ndugu yao. Sasa ni ana mwili. Na gari ambayo tulikuwa tupande ni pickup. Sasa hiyo pickup alikuwa amekuja ni baba na mama, yani mtu na mke wake. Ndo wamekuja msibani. Sasa sisi wakati wa kurudi tulipanda gari tu wakati tulipanda gari za kawaida. Sasa wakati wa kurudi gari zinakuwa na shida. Kwa hiyo kabidi tupande kwenye nini? Kwenye pickup. Hadi ufike sasa. Sababu ndo gari ambayo ilikuwepo. Niliona kitu ni miaka zaidi ya 15 au 20 tukio hilo. Irene, niliona tukio moja zito. Nilimwangalia yule dada na niliendelea kumuombea, na nilisema nitamuombea siku zote za maisha yangu. Mtu na mke wake. Kwa hiyo yule dada ilibidi aje apande nyuma na sisi kwenye pickup, akamwacha Mama Sembua akae mbele. Unanielewa? Nakuelewa. Kwa hiyo kabisa hii imeanzia ndani ya moyo. Yaani hiyo ndio iko ndani ya moyo. Lakini yule ambaye unakuta anasubiria aambiwe atafanya, lakini hajatoka ndani ya moyo, na hicho kitu atakayefanya kitakuwa na baraka. Nilimwangalia yule dada, yani na aliyepishwa mbele naye nafsi akawa anajitafakari, yani anamwacha mume wake, ananiacha mimi ndo yani dada njoo ukae huko. Tukakaa naye nyuma. Mimi mpaka nilipofika kwenye kituo changu kutoka Melela, nikatelemka, yani nimefika nyumbani ndo kitu cha kwanza kumsimulia baba. Kasa, leo nimekutana na kitu ambacho. Kwa hiyo Irene, hebu niambie, ni miaka, sababu najua ni watu wachache ambao watu ni wachache. Kwa Mungu atusaidie watoto wetu, vijana wetu wakawa na moyo wapite kabisa, kwa sababu tusipo tengenezwa mioyo yetu na nafsi zetu hatuwezi kusonga mbele, hatuwezi kusaidiana. Sasa huwezi pia kumtengeneza mwenzako kuwa mwanafunzi mzuri wa Yesu, kwa sababu wewe moyo wako una nini? Alafu unajua kuwa mwanafunzi wa Yesu, alafu ndani yake tumegaiwa karama. Sasa wewe labda muombaji, wewe ni mwalimu, wewe labda ni fundi wa kitu gani, wewe ni kitu gani? Sasa usipokuwa na moyo wa Kristo ndani yako umetengenezwa vizuri kwa mwanafunzi wa Yesu, kutafuta kuwaleta wanafunzi wa Yesu, hutaweza kuvuna wale wanafunzi wa Yesu kuwepo, kwa sababu utaangalia huyu ni mwombaji atanipita, mimi nikimweka huku unakuwa umeweka pembeni. Ni moyo wako, nafsi yako hiyo inakusumbua. Huyu ni fundi mzuri na mimi ni fundi, kwa hiyo sasa huyu atanipita, nitaonekana mimi sasa unamweka pembeni. Kwa hiyo ni kitu ambacho hatutapiga hatua. Hapa sababu kuna neno linasema hajikumbuki yeye mwenyewe. Ina maana tamkumbuka Irene, tamkumbuka Lucy, tamkumbuka fulani, tamkumbuka, umeona yeye ajikumbuki, yani ili kwa ajili ya Irene, ili Lucy, ili fulani, unaona Kwa hiyo hapo umeniongezea kitu. Nasikia mpaka moyo unachanika. Mungu anisaidia. Irene, unachomoa vitu. Kwa hiyo huwa mwanafunzi wa Yesu, hapo tunasema tutengenezwe mioyo yetu, tufinyangwe. Tuwe na upendo ndani yetu. Ukiwa na upendo utamleta huyo naye kuwa mwanafunzi wa Yesu, haijalishi umri. Kwa sababu kwanza utakuwa na maneno mazuri ya kumwambia. Lakini pia muonekano wako ama jinsi ulivyo utamvutia pia na huyo, akasema yeye kweli ni mwanafunzi wa Yesu na yeye anamwamini Yesu, ni mwombaji, kwa sababu vitendo vyake, yani matendo yake ni kweli kabisa. Kwa sababu huyu si mtu wa kugombana na watu, si mtu wa kubishana, yani
akikutazama katika yale mabaya hakupati pale. Kwa hiyo unakuta anasema na mimi nikiwemo humo nikifuata njia ya huyu na mimi nitakuwa kama yeye. Kuna leo na kesho kuna watu ambaye wanatamani watu katika, yani kimtazama hivi anasema mimi natamani kama niwe huyo. Ni kwa nini anatamani kama yule? Kuna kitu anatamani, yani matendo yake, mwenendo wake, tabia zake, anatamani na yeye awepo kama yule mtu. Lakini tabia, mwenendo, upendo ndani yake utakuta kuna roho ya Kristo, yani ndani yake kuna nguvu ya Mungu ndani ya yule mtu. Lakini usipokuwa na roho ya Kristo ndani yako, kuna vitu utavipoteza. Yani vya kidunia vitajiingiza pale ambavyo vitakufanya kwamba hakuna. Kabisa, hakuna atakaye kutamani. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Mungu atufinyange katika maisha, yani watokee watu kama natamani mchana jioni, Bwana atutengeneze. Kwa sababu inafikia mahali sasa unakuta kama hivi kwenye ndoa. Unakuta mwanaume anasema mimi natamani mke wangu awe kama fulani, awe kama mke wa fulani. Yani si umbo, si labda uzuri alionao, lakini ni tabia ambazo anazo yule mtu, ni tabia ambazo ni za kujenga, tabia ambazo ni nzuri. Yani anaenenda katika ule mwongozo mzuri ambao unatakiwa katika familia. Lakini akigeuka kwa kwake anakuta hili matusi yamejaa, anakuta ni roho kukatisha tamaa, yani kuna vurugu ambayo ipo, ambayo yani hataki kuisikia, lakini kuiondoa pia hawezi, kwa sababu ile kwanza ni mtu mzima. Ndio maana mwisho wa siku anaweza kujikuta kwamba ili anasema ili niweze kuziondoa, anaingia kwenye kumpiga ugomvi. Sasa anaingia kwenye kumpiga, lakini wajikuta kumpiga kumbe sio solution. Kwa hiyo anatakiwa kumbe Mungu atufinyange. Mungu pekee ndo anaweza kutubadilisha, ila mwanadamu hawezi kukubadilisha kabisa. Bwana asifiwe. Mwanadamu yule atakubadilisha yule ambaye Mungu ameweka kitu ndani yake, ambaye amemtuma, kwa sababu roho na Irene. Mimi ninacho, Mungu ametuumba kwa sura na mfano wake kabisa, na katika kutuumba sitaki kukubali kwamba Mungu amekuwekea roho nzuri, mimi ameniwekea roho mbaya. Mungu ametuumba kwa namna nzuri na iliyo njema kabisa, si ndio? Sisi wenyewe ndo tumegeuka, tumebeba vitu ambavyo havistahili kabisa. Sisi wenyewe ndo tumegeuka. Mimi sitaki kukubali kwamba Mungu kamuumba yule ana roho mbaya. Yani tumezitengeneza wenyewe, ni roho ambazo zipo tunaziokota zinaishi. Sasa kama utajifunza utakuwa na roho ya chuki ya namna gani, huyo mtoto ambao utaimzaa umembebesha roho ambazo umeona. Lakini wewe kama wewe ni roho yako ya kuomba, kumcha Mungu, wewe ni neno, wewe ni kutia watu moyo nini, kila kitu, huwezi kumzaa mtoto akawa eti ni sio rahisi au kaja jambazi. Ni kitu ambacho kiwezekani. Alioni ndani hiyo familia, anaona mna lugha moja, aoni mapigano, aoni magomvi, aoni nini. Kwa hiyo yeye roho ya uharibifu hiyo inatoka wapi? Kwa hiyo Mungu atusaidie katika eneo hili. Kuna andiko linasema, nimekupanda kuwa mzabibu mwema. Umegeukaje kuwa mzabibu mwitu? Kwa hiyo hapo tupate picha kwamba Mungu ametutengeneza tuwe wazuri. Kwa maana hiyo, yani wewe Mungu alipokuwa anakuzaa amekuwekea kitu ambacho si hicho ambacho unakuja kukibeba. Hicho ulichonacho cha kwako umekitafuta mwenyewe. Kuna wengine wamebeba kupitia marafiki. Marafiki anaishi maisha ya mwilini ya duniani sana starehe sana, au umeingia kule. Hasa ukiwa mzinzi, umeuvaa, kuna matunda yako tazaa pale. Ndio tulitoka kwenye ile somo la msamaha tulisema, yani dhambi ina matunda yake. Sasa matunda yake, hayo matunda hautakula peke yako. Yani matunda haya yataingia kwenye uzao, yataingia kwenye watu, hadi kwa majirani yataingia. Kwa sababu uko unaendelea kupanda. Sasa ukiwa mlevi, yani ndani ya ulevi kuna kitu ambacho pia kitazaliwa. Kuna rafiki anatafutwa pale. Pombe na ulevi atembeagi peke yake. Kuna rafiki ataingia pale wa ulevi. Kwa Mungu atusaidie. Amina. Ili tuwe wanafunzi wa Yesu, Mungu atusaidie, tuumbe mioyo yetu kwa upya. Mimi nasema atufinyange kwa upya, kwa sababu yeye hatuchoki. Hatuchoki. Mungu alikuwa anatuchoka, tusingekuwepo. Angekuwa anatuchoka, tusingekuwepo. Tusingekuwepo. Hatuchoki. Yuko tayari, anatupokea muda wote. Kwa hiyo muda wote ukiamka usiku, wewe omba msamaha, mwambie Mungu nifinyange kwa upya. Nisaidie niache hili. Na mwingine anashindwa, kuna tabia ambayo najua kabisa hichi kitu anakifanya lakini bado kinaniumiza. Unajua kuna mtu anatenda hivi bado inaendelea kumuumiza. Kwa nini nimefanya? Alafu imekuaje? Anakuja tena nairudia.
Sasa pasipo msaada wa Yesu hutaweza kutoka huko. Yaani ni lazima utafute msaada wa Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Barikiwe sana. Amina. Mahusiano yetu na Mungu ndio kipaumbele. Amina. Nimjue, nifanane naye. Amen. Ndiko Yesu anakotuitia. Yesu anatamani tufanane naye, si ndio? Tukitaka kufanana na watu, mimi siku moja mtu mmoja akasema natamani kufanana na yule dada. Anapohubiri, alipanda madhabahuni, alihubiri vizuri sana. Sasa natamani, nikamwambia wewe futa hilo neno. Tamani kufanana na Yesu. Nikamwambia humjui. Nilikuwa naongea sio kama yani namfundisha kutamani kufanana, kwa sababu usitamani kufanana na mwanadamu. Mwanadamu bado ni mwanadamu. Ana vyake. Ndio maana kusema natamani kufanana nawe Yesu. Kwa hiyo yani matendo ya Yesu natamani ya peke yake. Yani, lakini mimi mwanadamu ukinitamani kuna eneo siko sawa. Hatujai kukamilika. Kuna eneo siko sawa. Kwa hiyo nikamwambia, akasema hebu mwangalia anavyohubiri. Nikamwambia wewe kuache kuhubiri kwake, lakini tamani kufanana na Yesu. Akaniambia wewe sasa kama unanikata stimu. Unajua kuna mtu unaweza kuwa unamueleza kitu bado hataki kuelewa. Akasema mbona unanikata stimu? Nikamwambia nimesema tamani kufanana na Yesu. Ndio maana wale wanakuta wengine wanasema natamani kama ndani ya miaka kama mtumishi wangu. Umeona ndani ya miaka 4-5 yule dada ndoa ilivunjika. Yule ambaye anahubiri na huyu anatamani kufanana na yule. Unaona sasa? Namshukuru Mungu ndio nafsi yake ingehamia amefanana. Alikuja akaniambia, dada siku ile wakati unaniambia hicho kitu ulikuwa na maana gani? Nikamwambia hapana. Sisi tunayejua aliyekamilika ni mmoja tu, ambaye ni Mungu pekee. Huyu aliyesimama kwa mwangalia na alichokuachia kichukue. Lakini usitamani kufanana na mwanadamu. Bwana asifiwe. Amina. Haina tofauti ni kama ile mtu ambaye anaenda labda kujifunza labda amkini labda tutolee mfano kwenye eneo la kushona. Unapokuja kwangu mimi kufundisha mimi kushona, utachukua kile ambacho mimi nacho. Yes. Lakini yamkini mimi nashona nguo za kike tu, utashona nguo za kike tu. Lakini ukienda kwenye nini wapi VETA? Pale wanafundisha kila kitu. Kwa maana utabeba vile vyote utakuwa navyo. Lakini ukitaka kufanana na mimi utachukua kile tu. Nguo ya kike tu. Nguo ya kike tu uta design nguo za kike lakini ukienda kule utapata package kubwa kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Nitafutie Marko 3:14. Mwanafunzi lazima atambue kuwa yuko chini ya mwalimu. Bwana asifiwe. Mwanafunzi lazima atambue kwamba yuko chini ya mwalimu. Huwezi kuwa mwanafunzi alafu ukawa juu ya mwalimu. Marko 3:4. Marko 3:14. Tumsikie huyu mtu anasemaje. Irene, mahusiano yetu na Mungu ndio kipaumbele. Nataka nimjue, nataka nifanane naye, nataka niwe kama yeye. Amina. Marko sura ya 3 mstari wa 14 wa Mungu inasema, akaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye na kwa nimepoteza mstari na kwamba hawatume. Narudia. Akaweka watu 12 apate kuwa pamoja naye na kwamba awatume kuhubiri. Bwana asifiwe. Amina. Akaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye. Unaona, anatafuta watu ambao wanaweza kuwa pamoja naye katika huduma ambayo iko mbele yake, kwamba atakwambia Irene, nenda sehemu kalipige neno watu wanielewe wanijie, fulani nenda kafanye hili, fulani nenda hivi, fulani nenda. Kwa hiyo tunaona kwamba hao wanafunzi waliokomaa kuna namna ambavyo Yesu sasa anawapa taski za kufanya. Amewaona, anawapa namna za kumwendea, anawapa namna za kuendelea kuona namna gani wafanye ili waendelee kumwelekea yeye na kukua. Hebu nisomee Luka 9. Luka 9 1-6. Luka 9 mstari wa 1 hadi 6. Akawaita wale thenashara akawapa uweza na mamlaka juu ya pepo wote na kuwaponya maradhi. Akawatuma
wautangaze ufalme wa Mungu na kuwaponya wagonjwa. Akawaambia, msichukue kitu kwa safari yenu, fimbo wala mkoba wala mkate wala fedha, wala mmoja wenu asiwe na kanzu mbili. Na nyumba yeyote mtakayoingia, kaeni humo mpaka mtoke mjini. Na wale wasiowakaribisha mtokapo katika mji huo, yakunuteni hata mavumbi ya miguuni mwenu. Tayari. Ngoja kwanza. Asema kuwa ushuhuda juu yao. Wakaenda na kuhubiri Injili ya kupoza watu. Amina. Bwana asifiwe. Unaendelea kumuona Yesu wakupoza watu kila mahali. Anavyowapa taski wale ambao sasa they are ready kufanya kile ambacho anakitaka. Unaendelea kuona ni vitu vingi hapa amevigawa. Mkaponye wagonjwa, sio mkafanye nini, mkikuta hiki msifanye hivi, mikoba msibebe nini. Unaona amewaelezea vitu vingi kabisa. Kwa hiyo kuna kitu ambacho ameona ndani ya hawa watu. Ni wanafunzi waliofanya nini? Waliokomaa. Hawa wanafunzi waliokomaa ni kundi namba 4. Anasema mimi nitamfanyia nini Yesu? Anasema ana matatizo lakini hayaangalii matatizo yake. Irene, leo kanisa lenye watu 1000 lingekuwa na watu 700 wa namna hiyo, wakabaki 300, tungekuwa na faida. Taifa linapona, dunia inapona. Lakini leo unaweza kukuta 300 ndo mimi nitamfanyia nini Yesu. 700 wote bado wanaendelea kushangaa. Bado kanisa linahitaji kuvuna. Na Mungu anatuelekeza vizuri sana kwenye maandiko. Umeona maandiko yako wazi. Bwana asifiwe. Tunahitaji tuamke. Irene, tunahitaji kama tumelala usingizi mkubwa. Tunahitaji tuamke ili tuvune, na hata mle ndani ya kanisa watu tumo bado hatujamuelewa huyu Yesu. Tunatamani tuwe na kiu naye. Tumtafute. Kuna andiko liko Mathayo linasema mtafuteni Bwana madamu anapatikana, si ndio? Tumtafute. Tunamtafutaje? Tunatamani kuwa kama yeye. Yesu Bwana, tuna namna tunavyomuona, si ndio? Injili zile zote ya Mathayo, ya Luka, ya Marko, ya Yohana, kuna namna alivyojiweka. Tukipata hata neema ya kuweza katika Mathayo Mungu anasema sisi ndio chumvi ya ulimwengu. Sasa leo sisi chumvi itatiwa nini ili ikolee? Kuna kitu kingine hatutaki kuharibika. Lazima ili tuhakikishe tuko watu smart kwa ajili ya ufalme. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tuna kundi namba 5 Irene. Ni wanafunzi waliokomaa na kujitoa kabisa. Wanafunzi waliofanyaje? Waliokomaa na kujitoa kabisa. Hiyo ni ngazi ya juu sana, na ni watu wachache sana. Wachache ambao wanajitoa 100% kwa ajili ya Yesu. Kwa sababu hujajitoa kwa ajili yako, hujajitoa kwa ajili ya huyo, umejitoa kwa ajili ya Yesu. Kwa sababu ukijitoa kwa ajili ya Yesu, unajua sasa mimi nafanya kazini, si nisemeje pale, alafu unisaidie kuniongezea sauti, naona kama sikusikii vizuri. Sijui maneno yanakuchoma kana kwamba unaona kama vile uyaongee kwa uzuni imeingia. Mtazamaji, na mimi unasikia. Kama unakuwa usikii, unaruhusiwa kuweka comment pale. Unaweza kama tuelewe kama tunaongea sauti ya chini. Kwa hiyo mimi naamini kabisa unapofanya kazi, unafanya kazi ya Yesu. Wewe ni mwanafunzi wa Yesu uliokomaa, ambaye unajua lugha ya kusema mwanafunzi wa Yesu uliokomaa, ukomae kweli. Kwa sababu katika safari kumtafuta huyu kwa mwanafunzi wa Yesu utakutana na vitu vingi sana. Kuna jiwe, utakutana na jiwe, utakutana na kisiki, utakutana na nyoka, utakutana na chui, utakutana na vitu vya kila namna pale. Katikati ya safari hiyo kwenda kumtafuta yule mwanafunzi kwa Yesu. Kwa hiyo ili uwe umeshakomaa, ukikutana na jiwe uwe na hakika unashinda ile jiwe lisikugonge.
Ukikutana na chui una hakika huyo chui asikurarue. Ukikutana na nyoka, yani huwa na nguvu ya kumgonga huyo nyoka au mwenyewe, kwa sababu tumepewa mamlaka kuruka 9 si 10 19 ile 19 kitu kama hicho 19. Umeambiwa umepewa mamlaka ukanyaga nge na nyoka. Sasa tatizo sio kukanyaga katika hali ya kisigino, katika hali ya mwili, ni katika hali ya kiroho. Ni wewe sasa katika safari ya kiroho hivi vitu vinakuwa vipo, vina upinzani, vina upinzani. Wewe ukitaka unajikuta maisha yako unayapeleka kwa Yesu, lakini wewe umeshapigwa huko kwenye ndoa, umeshapigwa kwenye maisha, ndio unajua ndio nakimbilia kwa kwamba Yesu ni Bwana. Mimi nikasema jamani, Yesu naye hebu akutane na kitu kilicho Irene, au unakosea, nisaidie hapa. Kweli Yesu anatakuwa akutana na vitu ambavyo ni fresh, so vyote ambavyo vinaweza, lakini pia amesema anawatafuta hata na wale ambao wamepotea, lazima wamrejee. Sasa tusisubiri kwanza tupigwe kwenye umalaya, tupigwe kwenye uzinzi, tupigwe kwenye ukahaba, tupigwe kwenye ndo twende kwa hebu kule ukiwa fresh, nenda kwa Yesu. Ndio hivi sasa ndio tunarudi tena kwenye ile somo la nyuma, kipindi kile mwanamke na malezi. Kwa hiyo ina maana kwamba tukisimama vizuri katika eneo letu la kulea mabinti, watoto wetu tutakuta wako kwa Yesu muda wote, kwanza mdogo wake na Yesu, lakini usipomtengeneza hawezi, dunia itaenda kumpiga, siku hana pa kuelekea na anakuta narudi tena kwa Yesu. Irene, Mungu akubariki. Nimalizie. Mwanafunzi maisha yake yameathiriwa na mafundisho ya Yesu. Irene, ukiathiriwa na mafundisho ya Yesu, huwezi kuwa na mafundisho mengine ya ovyo yakakamata ubongo wako na yakakuchezea, yakakuvuruga. Unajua leo kuna mafundisho mengine tunayapata, lakini kama vile anakuondoa kwenye line ya Kristo mwenyewe. Au ni mimi? Si kama mimi. Wewe uyasikiaje? Yapo. Mtandaoni ukiangalia yapo. Tunatokaje? Kwa sababu uweze kumwambia mtu kwa mfano mwambia mtu leo tunaomba lazima apate pesa. Fedha inakuja hewani. Yaani hiyo hela zinatoka wapi? Ndio mafundisho ambayo ni mabovu hayo. Unampoteza mtu. Mwambie mtu neno la Mungu limjenge. Ana ujasiriamali, yani wewe wapi? Yamkini huyu biashara yake haijarogwa na yoyote, ila tu amejiroga yeye mwenyewe kwa uchafu wake. Labda unapika chakula wewe ni mchafu, nani anakuja kula? Hakuna. Sasa nitakuwa mweleweshe. Hakuna. Mungu anachotaka usafi wa kiroho mpaka mwilini. Tengeneza biashara yako iwe nzuri. Mtu akija hapo iwe safi, akiangalia chapati unavyoitengeneza, akiangalia ni tayari ananunua. Yani umejiuza wewe, umemuuzia na bidhaa yako. Lakini mtu akikuangalia utangatanga umejaa kila eneo, nywele haieleweki, gauni nguo haieleweki, t-shirt inaingia mpaka kwenye unapogeuzia chapati. Bwana hapana. Tunaharibu mambo. Umejiacha umevaa dira la umegome lalia jana usiku naenda kupika nayo chapati mtani. Unaenda mbali. Usafi lazima. Mwanamke lazima ni usafi. Hata kama nguo yako ni hiyo moja, fua usiku kiamka, asubuhi imekauka. Lazima uwe msafi. Ili Mungu atusaidie sana. Vizuri lazima. Basi tuende mbele za Bwana. Mbele za Yesu tuombe Mungu atusaidie. Tumegusa maneno mengi sana. Inahitaji neema ya Mungu. Lakini maombi ya leo mimi natamani kila mmoja ajitafakari au ajichunguze. Na inahitaji neema kweli ujielewe. Na kama mtu huelewi, muombe Roho Mtakatifu, mwambie Mungu nisaidie, hebu nichunguze mimi ni nani. Kwa sababu Mungu anasema na sisi sana kwa njia ya ndoto, kwa njia ya maono, atakwambia tu. Katika eneo kama kuna eneo unapata nalo shida, mwambie Yesu nisaidie niache. Kwa sababu hichi kinanichelewesha kwa mimi mwanafunzi wa Yesu. Kwa ni lazima uache hicho kitu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tulio hai, tuko mbele zako, tuko mahali hapa. Tunakushukuru sana kwa ajili ya somo hili Yesu. Ni somo ambalo ni pana mno sana, umesema na sisi Yesu Kristo sana. Tunaomba tuelewe, kwa sababu Mungu usipotuelewesha bado unakuwa tuelewi. Tufungue masikio tuweze kuelewa. Tufungue Yesu Kristo masikio tuweze kusikia na tuweze kuelewa. Ufahamu wetu Yesu ufinyange ufahamu wetu kwa upya. Finyanga mioyo yetu kwa upya. Tufinyange Yesu katika safari ya maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo na thito hai. Bwana Yesu, iwe niwe mwanafunzi wako, nitakuwa nijue neno ndani yako. Nitakuwa nijue kuomba. Nitakuwa niwe na matendo pia mazuri ili niweze kumvuna huyu kuwa mwanafunzi wako Bwana. Lakini Bwana Yesu, kama mimi sijakamilika, huyu siwezi kumvuta kuja kwako. Naomba nisaidie Yesu Kristo juu ya hili. Katika jina la Yesu Kristo na thito hai. Wengi Mungu anatamani kuwa mwanafunzi wa Yesu, lakini hawawezi, wamefungwa kwenye dhambi. Wamefungwa kwenye matendo mabaya. Ninatubu nikiomba rehema kwa ajili ya hili Yesu. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tulio hai. Tusaidie Bwana, peke yetu sisi hatuwezi. Tusaidie mama huyu, msaidie baba huyu, msaidie huyu kijana.
wa kiume na wa kike. Yesu msaidie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Atoka kwenye hiyo dhambi ya miaka mingi ambayo imekuwa ikimtesa nafsi yake, imekuwa ikimchelewesha kwenye maisha yake. Ninavua hiyo roho iliyomkamata, navua hiyo nguvu ya uharibifu ambayo imeingia ndani yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wengine Mungu amesimama, umewapa neema kusimama katika nafasi mbalimbali, lakini bado wanakukosea. Yesu, simama ukapate kuwatengeneza. Yesu Kristo wa Nazareti, ni katika jina la Yesu Kristo. Tembea katika kanisa zetu, tembea Bwana Yesu Kristo, utusaidie Mungu wa mbinguni, utusaidie tusimama katika nafasi zetu, utusaidie tukawa wanafunzi wazuri. Simama Yesu, wewe ni mtetezi wetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakata roho pinzani. Kuna roho za pinzani zimesimama, tunashindwa kusonga mbele vizuri. Hiyo roho pinzani Yesu kaing'oe. Upinzani wa maneno ya wanadamu, ng'oa hizo roho katika jina la Yesu. Kuna wengine wananyosha vidole, wanachafua majina ya watumishi. Yesu simama, wanashindwa kupiga hatua kutafuta Yesu kondoo wako waliopotea, kwa sababu tu wanakatishwa tamaa. Yesu msaidie, hiyo roho kukatisha tamaa imwachilie katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Msaidie Yesu Kristo, kwa sababu ni Mungu mwenye nguvu. Damu yako pekee Mungu ikapate kunyunyizika kwa kila mmoja, ikapate kumuosha hizo roho, hizo nafsi za uharibifu zilizomshikilia, zimwachilie katika jina la Yesu. Tunakataa mauti ambayo imeingia kupitia ile dhambi. Tunakataa mauti kwa damu ya Yesu Kristo. Tunavua na kuharibu hizo roho za mauti. Mauti iliyoingia katika nafsi yake, mauti ya kiroho na kimwili tunafuta. Mauti iliyoingia hata kwenye uchumi kutokana na ile dhambi aliyoifanya, tunang'oa hiyo roho ya uharibifu katika jina la Yesu. Tunabomoa na kuharibu katika jina la Yesu. Asante Yesu, kwa sababu uko mahali hapa Bwana. Kuna mwingine ametenda dhambi, imemnyong'onyeza kabisa, anashindwa kufanya tena kazi, ameishia kuishi maisha mabaya kwa sababu ile dhambi imemfunga. Akitaka kufanya kazi nasikia inampigia kelele kwenye masikio. Yesu msaidie, ondoa hiyo roho, hizo sauti ambazo zinamsumbua katika jina la Yesu Kristo anayetoa. Yesu, roho mauti imeingia kwenye uchumi wa huyo mtu. Msaidie Yesu Kristo, kwa sababu ni Mungu mwenye nguvu. Simama, mtetee Bwana katika jina la Yesu Kristo anayetoa. Mwingine amekuwa mahali anaogopa hata nyumba, kwa sababu kuna mahali dhambi litendeka kwenye malango. Imekuwa mahali hata nyumba anaiogopa, anaishi maisha ya shida. Ninatubu nikiomba rehema kwa ajili ya malango. Naomba rehema kwa ajili ya nyumba hii Bwana. Yesu, ninashusha damu yako takatifu yenye mamlaka. Naenda kunyamazisha kimya hizo roho ambazo zimesimama kwenye nyumba ambayo mtu anashindwa kuishi. Katika jina la Yesu Kristo anayetoa. Tunanyamazisha kimya hizo sauti ama hizo kumbukumbu za dhambi aliyozifanya. Ninanyamazisha kimya hizo roho na ateketeza kwa moto. Yesu, tusaidie kupitia nguvu yako, kupitia malaika zako Bwana, katika jina la Yesu. Yesu, achilia ulinzi. Achilia ulinzi kwa kila moja mahali hapa Bwana. Achilia ulinzi wa kiroho na kimwili. Msaidie, kwa sababu ni Mungu mwenye nguvu. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai tunaomba tukiamini. Amen. Amina. Barikiwe. Amina. Barikiwe sana. Amina. Asante mtazamaji. Nikukumbushe mtazamaji, mimi pamoja na Irene, hili neno ni letu. Unajua neno la Mungu sio la yule, sio la yule, ni la kwetu. La kwetu wote. Kabisa. Iwe ni watendaji wa neno. Kabisa. Irene, tunapokutana na neno la Mungu, hebu tutafute namna ya kulitenda. Tukiliacha hapo, tumeacha maarifa makubwa sana. Kabisa. Tumeacha utajiri mkubwa sana. Kama ambavyo tumeendelea kuona maisha yetu, utajiri, vyote viko kwenye neno la Mungu. Kabisa. Sasa tusipokuwa watendaji wa neno, tutajikuta kila wakati tunarudi nyuma badala ya kwenda mbele. Kwa hiyo Yakobo ametusisitiza sana tuwe watendaji wa neno. Nikushukuru mtazamaji, asante kwa kuwa nasi, asante kwa kuwa Chumba cha Siri. Ninaamini kabisa kuna kitu unakipata tena kizuri. Ameshakuwa mwanafunzi wa Yesu tayari. Kabisa. Mungu akubariki. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Comment tu, tuambie wapi unatamani pawe hivi, pawe vile. Tuambie, sisi ni wanadamu. Tuambie, tutatenda sawa na ambavyo unatamani. Mungu akubariki. Usiache kuwa nasi Chumba cha Siri. Tamani kuingia. Utakutana na mengi. Juzi Irene mtambia na ice cream za kimwili zipo. Kabisa. Sawa. Kila kitu kipo kinapatikana. Mwingine anakuambia si ice cream, nataka matunda. Atakuta. Atakuta. Amina. Barikiwe sana. Amina. Tunashukuru.